taharuki imeripotiwa katika jiji la Bukavu kufuatia hatari ya kuzuka kwa mapigano ya ana kwa ana kati ya wanachama wa waasi wa M23 AFC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mvutano huo ulijitokeza wakati wa kikao kilichofanyika katika chuo cha Alfajiri mjini Bukavu. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya kundi hilo la waasi, ambapo upande mmoja unapinga vikali wazo la kuondoka Bukavu, huko upande mwingine ukisisitiza umuhimu wa kuondoka mara moja. Tofauti hizi za msimamo zinaongeza hatari ya kubadilishana risasi kati ya makundi hayo hasimu, hali inayozidi kutishia usalama wa raia. Kutokana na mvutano huo, eneo la Muhumba limefungwa kabisa, pasipo ruhusa ya kuingia wala kutoka. Hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kutawala mjini Bukavu, huku wananchi wakiishi katika hofu kubwa, wakisubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na wahusika. Wakati huo kiongozi wa Wazalendo wa Bisha Kibishambuke, Kamanda Delfe Kalembe Ngoma Mzito, ametoa ujumbe kwa wakazi wa kijiji cha Mukera, wilaya ya Fizi, mkoa wa Kivu Kusini. Amesema kuwa vikosi vya Wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la FARDC viko tayari kupambana na adui hadi mwisho katika maeneo ya Pwenzero na nyanda za juu, ili kuhakikisha usalama unarejea na maeneo hayo yanadhibitiwa kikamilifu na mamlaka za halali za serikali. Hao hawakujitoa wenyewe, kwa maana walikuwa wanapenda eti waingie hata Lubumbashi. Wakati walikuja kwa kasi, tukawaingizana nasi kwa kasi. Wametoka kusikia mulio ya risasi imekuwa mingi, ndio maana wametoka. Hawakutoka wenyewe, na nafasi zote wanazomiliki tungali tutawafata zile nafasi za nchi yetu. Wakati tulikuwa Makobola, tulisikia fununu zikisema eti Pwenzero imekamatiwa mikononi ya M23. Tukaulizia wenzetu, wakasema kweli ni haki, wamekamata Pwenzero. Wakati tuliona tumekusha miliki Uvira, ndo sasa tunarudia hivi. Nimeingia Mukera ili tuingie ku Pwenzero, tupambane na yule adui anayeonekana ku Pwenzero, lakini yule adui hawezi kutushinde nguvu. Tunajua tutamupiga na tena tutampiga zaidi na atatoka. Kwenye tumefikia kwa saa hizi, sijui mingine ya mingi huko partiza, kuna parti wanaita Mulima, kuna zingine zenye parti wanaita kama ni Kanguli, ndo kwenye tumekusha miliki ili tupandie Pwenzero. Wakati nilikuwa Uvira nilikuwa napenda niliambia wenzetu tujikaze ili tugomboe Bukavu, lakini kwa sasa tunapenda tuondoe ubu wenye kuketi hapa ku Pwenzero, na tutaingia hata na Minembwe. Tutarudi kwa kasi ili tugomboe watu Bukavu. Watu wajipe moyo, watulie, kwa maana wakombozi wamekaribia sasa kutumika kazi, kwa maana walikuwa wanaturudisha nyuma, lakini tumejifunga sisi wote kimoja, Bukavu tutalibere. Kauli ya kamanda huyo imetolewa wakati ambapo raia wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi na taharuki kutokana na mapambano ya mara kwa mara yanayoripotiwa katika maeneo mbalimbali, yakisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wananchi. Raia wa asili ya Rwanda waliokuwa mjini Uvira na kuelekea Kamanyola wanaripotiwa kukabiliwa na hali ngumu ya maisha. Inadaiwa kuwa wanakosa chakula, makazi na huduma muhimu za msingi, hali inayoongeza uzito wa mgogoro wa kibinadamu katika eneo hilo. Bamoya walikialwa muguru, wengine kakuya na pikipiki. Tunaishi mubaya sana. Watoto hawana chakula, hawana swembe dikojo, hawana madawa, wanagonjwa na hivi ambao wanalazwa kwenye hospitali. Tuko na wajawazito ambao biko na avorte, wengine wanazala hawana hata na maternite kwa watazalia, na wazee na wengine wanalala mbaya. Kuna kuta mfamilia moja na akeile umwe 5 famille kuwe chambre salon. Tunaomba turudie Uvira. Ndio AFC tusaidie, turudishe Uvira, twende ikala kwa amani, watutoshe Wazalendo na FARDC na Warundi watoke Uvira. AFC ikuye ndio inatupatia amani, tuikale kwa amani. Esperance Murorunyu. Mimi nilifika Kamanyola juu ya kukimbia, niko refugee. Niliogopa vita ya Wazalendo na FARDC.
hali ya kimaisha ni mbaya, haiwezi kuwa mzuri. Yani tulinyanyaswa, vyetu vilibakia Uvira. Nahitaji turudie Uvira. Kwa upande mwingine, msemaji wa Wazalendo Dalton amejibu kauli ya hivi karibuni ya Moise Nyarugabo aliyoko Kamanyola. Dalton amepinga vikali tamko la Nyarugabo aliyesisitiza azma ya M23 kuendelea na mapigano kuelekea Uvira na maeneo mengine, akieleza kuwa Wazalendo na FARDC wako imara na tayari kulinda raia na kudhibiti maeneo yote dhidi ya vitisho vyovyote vya waasi. Mimi nakuja hapa kwa kutaka kujibia message yenye Moise Nyarugabo anasema. Naona community ya kabila ya Wanyamulenge walikimbia Uvira baada ya kuona sisi Wazalendo tunaingia Uvira pamoja na FARDC. Wanakimbilia Kamanyola sous prétexte que ase si Bazalendo tunaweza kubaua, ase FARDC wanaweza kubaua. Ndio maana Wanyamulenge wanakimbia Uvira, FARDC sasa inaweza waua, Wazalendo wanaweza waua. Na ndio maana mimi napenda, kitu cha kwanza nitajibia Moise Nyarugabo, na cha pili nitajibia wale watu ambao wako wanasema mjina ya community ya Wanyamulenge. Ya kwanza, Moise Nyarugabo anasema kama alikuwa na mengi yenye angesema, lakini ameaidia ndugu zake ya kwamba yenye angeongea ataiongelea Uvira. Na kitu cha pili, nataka ambia community ya Wanyamulenge kupitia wasemaji wao ya kwamba wanakimbilia kwa adui. Wanasema ya kwamba AFC bar M23 RDF ndio yenyewe itakia kubaletea amani. Nataka niwaambie, unajua mnajiita Wakongomani, na kama mnajiita Wakongomani, serikali ya Kongo ndio serikali yenu. Hata kama baba yako anaweza kuwa mlevi, ni baba yako tu. Hata kama baba yako anaweza kuwa a répondre kwa devoir zako na maobligations zenye vitu vyenye anapaswa kufanya, ni baba yako tu. Ni kusema kama community, kabila fulani au watu, gundi la watu inatoka mumungini, inakimbia na adui, inakimbia serikali yake. Kama ni gundi la watu, mata ile gundi la watu wote ni maadui. Ni kusema kama kabila, community fulani inakimbia na adui, na hiyo inadeklare ya kwamba AFC M23 ndio yenyewe itabatetelea, ndio yenyewe itakia kubalibere, ndio itabatafutia amani. Tuwaite je? Eske tusiwaite maadui? Sababu nataka kusema hata baba yako anaweza kuwa mlevi, hata anaweza kuwa irresponsible, ni baba yako tu. Watu wanatoka Uvira wanakimbia serikali, wanakimbilia kwenye kuadui. Na chenye napenda kuambia Wakongomani wote kwa jumla, napenda kuambia hivi, ile yenye Banyamulenge wanafanya ile ni manipulation politique. C'est-à-dire wanapenda waonekane wako wanalia sana, waonekane kama ni wanyonge, wananyanyaswa, kusudi M23 bar RDF ipate argument ku communauté internationale kubabia se murudie sasa Uvira, mwende muproteger benye wanajiita bifulani, mwende muproteger minority. Par rapport na benye anasema kama hata ongea Kamanyola ataongelea Uvira, ajue hivi kukuya ya M23 bar RDF kurudia Uvira watakuya kwa vita, na wakikuya kwa vita si kusema kama ni kutafutia kabila yao amani, haiko kusema kutafutia communauté ya Banyamulenge amani, mais plutôt ni kuexposer communauté, anaendelea kuexposer communauté yao. Ile manipulation politique yenyewe wanafanya ni kuexposer communauté yao. Sababu wakisema sasa wataingia Uvira, sasa tutarudia tena Uvira. Mwezi kile kwa wanasema kama njoo kutafutia communauté yao amani. Est-ce wataingia kwa amani? Na ile conflit kama si s'agit ya conflit itaendelea. Conflit itaendelea, watakuwa na vita, conflit itapasha kuendelea. Olie aseme ya kwamba warudie serikali yao, iwapokee, iwasekirize sawa communauté zingine. Anasema kama atarudie watakuja kwa vita, watarecuperer Uvira kusudi wakie kuproteger ile communauté.
na kuambia nani raia ya Kinyamulenge ya kwamba no, mwanze kulia, mseme kama sisi hatuhitaji msaada, tunahitaji tu mturudishe Uvira. Wanaambia wanani warudishe Uvira? Wanaambia adui wa serikali ya Kongo kama awarudishe Uvira. Wanaambia wanani warudishe Uvira? Wanaambia waagreseri warudishe Uvira. Kama community fulani nasema kama agreseri awarudishe Uvira, wanataka nini? Tuwaite wanani? Mimi nawaza kama Moise Nyarugabo iko na confusion yenye iko total, si kusema kama AFC M23 bar RDF ikirudia Uvira kwa vita njoo kutafutia community yao amani. Ni plutôt que kuexpose community yao, sababu wenye wanafanya matrakaseri na wenye wanafanya vitu vya obenya viwezekane Uvira sio wazalendo. Ni vengeance za community, vengeance za waraia wa Uvira, kwa sababu wenzao waliwafanyia mabaya njoo nao wanafanya vengeance. Wazalendo hawakufanya mabaya Uvira. Wenye wanafanya mabaya ni population ya Uvira yenye iliona mabaya yenyewe wenzao waliwafanyia na ndio nao wanarudisha. Haiko wazalendo. Kama nyumba zinaribika, ni raia ya Uvira ndio, raia yote ndio yenyewe inaribu nyumba za wengine. Ni bajirani kwa bajirani, ma conflit entre bajirani ndio yenyewe natuma kama watu wanapata shida. Ndio yenyewe natuma Wanyamulenge na ndio Wanyamulenge wanakimbia Uvira. Haiko wazalendo. Ni kusema Moise Nyarugabo ujue kama ukisema watu watarudia Uvira sababu wanalia sana kuma video, sababu wanalia sana kumitingi, AFC M23 itawarudisha kwa nguvu, si kuleta amani wala si kutafutia ile kabila amani. Litoke ni kuexpose ile community, sababu vita si mzaa. Wewe Moise Nyarugabo oyaingia mshamba la vita. Me vita ni vita. Vita ni vita. Ni kusema community yenu ingepashwa kurudia kwa serikali yao. Kama ni serikali yao, warudie kwa serikali yao iwasikilize. Hapana kwenda kwa adui, asema adui awatafutie usalama. Kama community inaenda kwa adui, asema adui awatafutie usalama, maana ile community tunaikamata ni community adui. Na haiko bien. Community yenu wewe Moise Nyarugabo ikirudia na AFC bar M23 ujue kama batakuwa traité comme tel. Hatuko tunafanya discours de haine, sauf que tuko tunaonyeshana ma reality. Kwenda lia sana kusema M23 irudie, ile ni bongo. Watarudia kwa risasi kama vile walitoka kwa risasi. Asante na washukuru. Hakuna wazalendo wenyewe walifanya mabaya Uvira. Wenyewe walifanya mabaya Uvira ni population entre population. Ni ma conflit za ma communauté entre communauté. Haiko sisi wazalendo hapana. Wazalendo wanaheshimia sheria, wazalendo wanarespekte sheria za nchi. Wazalendo hatukufanya mabaya Uvira. Asante na tena na washukuru. Moise Nyarugabo huko unaendelea kuexpose communauté yenu.